أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. ثم إن الله تبارك وتعالى يقول: وهو أصدق القائلين جل جلاله: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكيا زيادة za kheri kiongozi wetu Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa mara nyingine tukiongozwa na taufiki za Allah tabaraka wa taala ametukusanya katika moja ya nyumba zake tukufu kwa ajili ya kudarasishana kitabu chake kitukufu. Tunamuomba Allah kwa fadhila zake na kwa rehma zake, kama alivyotujumuisha katika moja ya nyumba zake tukufu, akatujumuishe katika pepo za Firdausi. Allahumma taqabbal du'aana waqdi hawaijana birahmatika ya arhamar rahimin. Darasa letu bado linaendelea katika suratu Tauba, na leo kwa taufiki za Allah tabaraka wa taala tutaondokea katika aya ya 46. Aya ya 46, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala: walau aradu al-khuruj la a'addu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. maneno haya Allah tabaraka wa taala anaendelea kutupa habari za wanafiki. Wanafiki ambao huwa wanadhihirisha kwa maneno yao na matendo yao na kwa mavazi yao pia hudhihirisha kuwa wao ni Waislamu, lakini ndani yao wao ni makafiri, na ukafiri wao ni mbaya zaidi kuliko wale makafiri ambao haujifichi ukafiri wao. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala anasema: walau aradu, lau hao wanafiki wangelitaka al-khuruja, kama wangelitaka kutoka kuongozana na bwana mtume kwenda katika vita vya Tabuki,
la aaddu lahu udda, wangeliandaa kwa ajili ya kutoka huko au kwa ajili ya vita hivyo, wangelikuwa wameandaa maandalizi yanayofanana na safari wanayotaka kwenda. La aaddu lahu udda, wangeliandaa maandalizi yanayofanana na safari wanayotaka kwenda, lakini kutokwenda kwao Allah anasema walakin kariha Allahum bi'athahum, Mwenyezi Mungu hakutaka watoke kuongozana na Waislamu. Hawa wanafiki kutokwenda katika safari hii ya Tabuk, kama vile makafiri walipojikata pande karibu 400 wakamuacha mtume na maswahaba zake wakienda vitani, wakaleta fitna kubwa. Ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia walakin kariha Allahum bi'athahum, kutoka kwao wanafiki ni kwa sababu Mungu hakupenda watoke, na kwa maana hiyo fathabbatahum, akawafanya wazito na kuwabakisha nyumbani. Waqila qu'udu ma'al qa'idin, pakasemwa kaeni nyumbani pamoja na wale wenye sifa za kukaa nyumbani wakati wa vita. Neno hili kama ukiliangalia tu unaweza ukahisi ni neno la kawaida, lakini neno hili ni tusi, kwa sababu asili ya vita wanapigana wanaume. Kwa hivyo walipoambiwa wanafiki kaeni pamoja na wenye kukaa, kama kwamba wanaambiwa kaeni na wanawake wenzenu. Ndiyo wakila pakasemwa kuudu, kaeni ma'al qaidin, pamoja na wenye kukaa nyumbani. Kikawaida katika sheria za Kiislamu mwanamke hendi vitani, mwanamke hukaa nyumbani. Haya yaliyotokea sasa, haya tena ndiyo ya dunia iliyokuwa haina miongozo ya dini, haina miongozo ya Mungu. Ndiyo maana wanawake na wanaume unaweza ukawakuta wanalinda eneo pamoja usiku kucha, sio mtu na mkewe. Hivi baridi ikimpata mwanamume hapo, taulo haitafute wapi, au lile sweta sijui, lakini ndiyo maana yake amewekewa yule asifikiri nyumbani. Allah tabaraka wa taala anaendelea kusema lau kharaju fikum, hawa wanafiki wangelitoka pamoja na nyinyi, ma zaadakum, wasingewazidishia chochote nyinyi Waislamu, illa khabala, isipokuwa ndio wangelitia udhaifu. Badala ya kuwa kuja kwao ipatikane nguvu, ndio wangeliingiza udhaifu katika jeshi la Waislamu. wala awdha'u khilalakum, na wangeliweka fitna, wangeliweka tofauti baina yenu Waislamu. Kwa sababu gani? Yabghunakumul fitna, wanafiki siku zote wanakutakieni nyinyi Waislamu msifanikiwe. Wafikum, na katika nyinyi Waislamu bila ya kujifahamu, samauna lahum, kuna watu wanawasikiliza sana wanafiki na kuwaamini kama kwamba wanachokisema ni kweli. Wallahu alimun bidhalimin,
amewazuia wanafiki Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu anawajua madhalim. Kwa hivyo ndiyo maana hakuwasuhubisheni nao kwenda nao katika vita vya Tabuki. Maelezo ya mfasiri hapa chini anasema almunasabatu, mnasaba wa aya zetu za leo, lamma dhakara taala almunafiqina, alipowataja Mwenyezi Mungu wanafiki, watabatuahum anil khuruji liljihadi, na kule kufanya uzito kwao wasikubali kutoka kwenda katika jihadi. Dhakara huna ba'dha a'malihimul qabiha, hapa Mwenyezi Mungu anatutajia baadhi ya matendo ya wanafiki ambayo ni matendo mabaya. Minal kaidi, katika vitimbi, wal makri, kadhalika mipango mibaya, wa itharatil fitna, kueneza fitna baina almuslimina, wal farahi biadhahum, na kwamba wanafiki huwa wanafurahi pale wanapotuudhi sisi, wao huwa wanafurahi. Wa dhakara taala annahum law kharaju, na Mungu anatutajia hapa kama wangelitoka ma'al mu'minin ma zadu aljaisha illa dhu'fa, wasingelizidishia jeshi la Waislamu isipokuwa wangelizidishia udhaifu. Basi wandihara, na vile vile ndio lingeliporomoka jeshi, bitafriqil jamaati, kwa kuugawa umoja wa Waislamu, watashtitil kalima, na kulitawanya kalima la umoja. Wa dhakara kathiran min amthalihim min muthalabihim, ametaja mengi katika mabaya yao, wajaraimihim shania, na makosa yao yaliyokuwa mabaya. Kwa hivyo Allah ndiyo anasema walau aradu, lau makafiri wangelitaka, wanafiki wangelitaka, alkhuruja, kutoka, wangelitaka kutoka, la aaddu lahu udda, wangelijiandaa kwa ajili ya kutoka huko, au kwa ajili ya vita hivyo maandalizi yanayokwenda sambamba na lile ambalo wanatoka kwa ajili yake. Ay walau arada haulai almunafiquna alkhuruja, wangelitaka wanafiki kutoka maaka, pamoja na wewe Muhammad, liljihadi, kwa ajili ya jihadi, au kanat lahum niyatun fil ghazwi, au wangelikuwa na nia ya kwenda vitani, lastaaddu lahu bisilahi wazadi, wangelijiandaa kwa ajili ya hivyo vita, wangelijiandaa kwa silaha na masurufu. Anasema hivyo Mwenyezi Mungu, fatarakuhumul istidadi, kuacha kwao maandalizi, dalilun ala iradatihim takhallufa, huo ni ushahidi kwamba hawa walitaka wasiongozane pamoja na Bwana Mtume kwa vyovyote vile. Walakin kariha Allahum bi'athahum, lakini Allah tabaraka wa taala hakupenda makafiri hawa watoke pamoja na Bwana Mtume na Waislamu. Ay walakin kariha Allahu khurujahum ma'aka fathabbatahum, ndio akawatia uzito, kasara azmahum, waja'ala fi qulubihimul kasala,
akajaalia ndani ya nyoyo zao uvivu. Wakila, pakasemwa kuambiwa wao, ukuudu ma'al qaidin, bakini nyumbani, sisi tunakwenda vitani, bakini pamoja na wale watu ambao kikawaida hawaendi vitani. Aijilisu ma'al almukhlafina, wale wanaobaki nyumbani, minan nisai, kama vile wanawake, waswibiani, na watoto wadogo, wa ahli al-a'dhari, na watu wenye nyudhuru mbalimbali. Wa huwa dhammun lahum, hili ni tusi kwa hawa wanafiki, liitharihimul quuda, kwa tendo lao la kufadhilisha kubaki nyumbani, ala alkhuruji liljihadi, wakaacha kutoka kwa ajili ya jihadi. Wal aya, na aya hii madhumuni makubwa ya kuileta Allah, tasliyatun lahu, analiwazwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala adami khuruji almunafiqina ma'ahu, kwa kule kukosekana kutoka wanafiki pamoja na Bwana Mtume. Idhi la faida fihi, kwa vile kutoka kwao hakuna faida yoyote, wala maslahata, wala hakuna maslahi yoyote, bal fihi al-adha wal madhara, bali kutoka kwao kuna maudhi na madhara. Walihadha, kwa sababu hiyo, qala, ndio Mwenyezi Mungu akasema, lau kharaju fikum, lau wangelitoka pamoja na nyinyi, ma zadukum illa khabala, wasingelizidisha chochote isipokuwa udhaifu. Kama wangeliongozana na nyinyi, wasingelizidisha chochote isipokuwa udhaifu. Ay ma zadukum, wasingelikuzidishieni, illa sharra wa fasada, isipokuwa ni shari na uharibifu. Wala awdha'u khilalakum, na wangeliweka katikati yenu, ay asra'u bainakum, wangelifanya haraka kati yenu, bilmashi bin namima, kwa kwenda huku na kule, kwa kutengeneza usengenyi, kwa kutengeneza uongo, wakaupaprishi baina yenu Waislamu, mkawa hamna nguvu na mambo yakaharibika. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawa hakupenda wanafiki watoke wale waumini waliokuwa tayari kuiacha dunia kwa ajili ya dini yao, waliokuwa tayari kuacha ahali zao kwa ajili ya dini yao. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akawachagua hao. Imekuja katika suratul Anfali, Allah tabaraka wa taala akiwazungumza hao wanafiki, anasema, walau alima Allahu fihim khaira, kama Mungu angelikuwa anajua kwa wanafiki kuifahamu Qur'ani, kuijua Qur'ani kuna kheri, la asma'ahum, Mungu angeliwasikilizisha. Kama Allah angelijua kwamba kuwasikilizisha Qur'ani makafiri au wanafiki kuna kheri, la asma'ahum, lakini kwa kuwa hakuna kheri hakuwasikilizisha. Walau asma'ahum, kama angeliwasikilizisha hivyo hivyo, la tawallau wa hum mu'ridun, wangelisikiliza Qur'ani alafu wakaondoka hali ya kuwa wanaipuuza ile Qur'ani na kutokuipa heshima yoyote. Kwa hivyo mpaka Mwenyezi Mungu kakujaalia wewe ukawa unakwenda madarasani, ukawa unahudhuria darsa za Qur'ani, ilmu yake Mwenyezi Mungu imejua kwamba wewe
kuna kheri katika kuisikia Qur'ani, na kwamba unapotoka darasani unafaidika na ile Qur'ani ambayo wewe umeisikia. Itakuwa ni aibu kubwa na itakuwa ni huzuni kubwa kwamba umekwenda darasani, umeambiwa hili haramu, lakini baada ya kutoka hapo ukarudi ukayafanya yale uliyoambiwa ili haramu. Hapa ndiyo Mwenyezi Mungu anatuambia, walau alima Allahu fihim khaira, lau Mungu angelijua kwa wanafiki kuna kheri, la asma'ahum, angeliwasikilizisha Qur'ani ili wafaidike nayo. Walau asma'ahum, lau angeliwasikilizisha hali ya kuwa akijua hakuna kheri katika kuisikiliza Qur'ani, latawallau, wangeliondoka katika hadhara hiyo, wa hum mu'riduna, hali ya kuwa wanaondoka bila ya kuzingatia chochote, wanapuuza yale walioyasikia. Kwa hivyo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala hata katika msafara huu wa bwana mtume hakutaka waongozane na bwana mtume wanafiki kwa haya matatizo ambayo ameyazungumza. Aya inaendelea, Allah anasema yabghunakumul fitna, siku zote wanafiki wanawatakieni nyinyi Waislamu mfitinike, wanawatakieni nyinyi Waislamu mambo yenu yasiende sawa. Ayatulubuna lakumul fitnata, wanawatakieni fitna biilqa'il adawati bainakum, izichuki huku kugawiwa ambako tumegawiwa leo, tukafika mahala Waislamu wakakufurishana, hawa ni makafiri, hawa hawana tauhidi, hawa ni washirikina. Haya yote haya kuna wanafiki walioyapanda baina yetu, na ndiyo maana sasa tunashindwa hata kuheshimiana na kuheshimu ufahamu wa mwenzio. Unataka kila aliyefahamu ili awe amefahamu akufate ulivyofahamu wewe, na hili halikupatapo kutokea hata wakati mtume mwenyewe akiwa yuko hai. Hawakuwa maswahaba wote wamefahamu vile alivyofahamisha bwana mtume, bali kila mmoja aliondoka na ufahamu uliomjia katika ufahamu wake. Hawakufahamu kwa pamoja. Huo ni ukweli, na ndiyo maana ukaona kuna ikhtilafu za wanawazuoni katika aya mbalimbali, kuna ikhtilafu za wanawazuoni katika hadithi mbalimbali, kwa sababu ya ufahamu umetofautiana wa wanafunzi katika kufahamu nafsi za Qur'ani na kufahamu hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini siku hizi, ili wewe uwe Muislamu, ili wewe uwe mcha Mungu, lazima umfuate mtu fulani, hasa hao wanaoitwa salafu almuasir wa zama zetu. Ni mtihani na fitna, lakini hili limetengenezwa na wanafiki. Wakati huo Waislamu waliposimama kwa haki, hawakuwa na fujo kama hizi za kufika kukufurishana. Tayib, anasema subhana yabghunakumul fitna, wanafiki wanakutakieni nyinyi fitna, muharibikiwe, biilqa'il adawati bainakum, wao ndio wanaoleta uadui baina yenu Waislamu, mpaka mkachukiana, mpaka mkatengana, mpaka mkakurufurishana. Na hapa Waislamu, ikiwa wakati wa bwana mtume wanafiki waliweza kujipenyeza na wakawa wengi,
hivi sasa ambapo hakuna bwana mtume sallallahu alayhi wasallam wala hakuna maswahaba wala matabii, kitu gani kitakachotufikisha sisi angalau kuweza kumjua huyu ni mnafiki? Tumefahamiana? Tayib, Mungu anasema yabghunakumul fitna wa fikum, na miongoni mwenu Waislamu, samauna lahum, kuna watu wanawasikiliza sana wanafiki wakiwaona wa kweli. Ay wa fikum duafau qulubin, katika nyinyi kuna wale wenye nyoyo bado dhaifu. Yasuhuna ila qaulihim, wanasikiliza maneno yao. Wayuti'unahum, na wanawatii. Tayib, waqala Mujahid almaana wa fikum uyunun yasma'una lahumul akhbar. Mujahidi anasema maneno ya aya hii Allah amekusudia wa fikum, na ndani yenu nyinyi Waislamu mnapokaa, uyunun, kuna wale wapelelezi, kuna wale usalama. Uyunun, kuna usalama na wapelelezi. Wanafanya kazi gani? Yasmauna lahumul akhbara, wanakuja kusikiliza katika hadhara ya mtume kwa niaba ya wale wakubwa wao, ndio samauna lakum. Wanakuja watu kuwasikiliza, msifikiri kwamba mko peke yenu. Hii ni tafsiri ya Mujahid katika aya hii. Ile ya kwanza kwamba miongoni mwetu Waislamu ambao nyoyo zao ziko dhaifu bado, kuna watu wanawasikiliza wanafiki na kuwaamini, wakiwaona kuwa ni watu wazuri na watu wa kweli. Kwa hivyo wanapoleta maneno yao ya kinafiki, wale dhuafaul imani, dhuafaul qulubi, huwa wanayashika maneno yale. Akitokea mtu kumwambia haya sio, basi wao haiwezekani. Mtu tunaswali naye, unaanza kumsema vibaya, unaingia ugomvi. Lakini katika tafsiri ya Mujahid hapo chini namba 4 anasema almaana wa fikum uyunun. Uyunun katika lugha yetu wanatumiliwa wale usalama, ndio wanaitwa uyunul maliki. Sawa? Wa fikum uyunun, katika baraza zenu kuna usalama. Hatuwakusudii usalama wa dunia ya leo, tunawakusudia usalama waliokuwa wanakuja kusikiliza kwa niaba ya wanafiki. Wa fikum uyunun, kati yenu kuna usalama. Usalama hao wanafanya nini? Yasmauna lahumul akhbara, wanakuja kusikiliza kwa niaba yao taarifa mbalimbali. Alafu wayankulunaha ilaihim, alafu wanazinakili na kuzihamisha kuwapeleka kwa mabwana zao. Walmaana alawwalu adhharu wa huwa alashhar, lakini ile maana ya kwanza ndiyo iko wazi zaidi na ndiyo mashuhuri. Wa ilaihi dhahaba Qatada wakhtarahu Ibn Kathir. Msimamo wa Ibn Qatada ni ile tafsiri ya kwanza. Mujahid anasema hawa bwana ni watu walioletwa kutupeleleza. Kimesemwa nini? Wamesemaje hao? Tunafahamiana? Ndio wafikum samauna lahum wallahu alimun bidhalimin, na Mungu anawajua madhalim. Ay alimu bilmunafiqina, anawajua wanafiki. Ilma muhitan, ilmu ya mtu ambaye anakijua kitu juu chini. Bidhamairihim wa dhawahirihim, anajua dhamira zao, anajua na dhahiri zao. Tayib, imekuja katika suratun Nisa'i
kauli ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, anasema walau annahum, lau walimwengu, faalu ma yuadhuna bihi, wangelikuwa wanatekeleza zile nasaha, yale mawaidha, yale mafunzo, wangelikuwa wanayatekeleza mafunzo hayo, lakana khairan lahum, ingelikuwa kheri kubwa kwao wao, ingelikuwa watu wanatekeleza amri alizoziamrisha Mwenyezi Mungu. Na hapa hasa anawakusudia wanafiki, wa ashadda tathbita, na ingelikuwa utekelezaji wao ndio unakazia ule uthibitisho wa imani yao kwa Mwenyezi Mungu. Wa idhan, na kama watu wangelitekeleza amri tulizowaamrisha, wakayaepuka makatazo tuliowakataza, la atainahum min ladunna ajran adhima, Allah anasema tungeliwapa kutoka mbele zetu malipo makubwa, wala hadainahum siratan mustaqima, Mungu anasema tungeliwashika mkono watu tukawaongoza katika njia za mafanikio katika dunia yao na akhera yao. Lakini watu hawataki kutekeleza yale walioamrishwa. Tuko pamoja Tayyib. Wallahu alimun bidh-dhalimin, laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu. Wanafiki, fitna haikuanza hapa tu katika vita vya Tabuk. Fitna waliandaa na kuifanyia kazi hata kabla ya vita vya Tabuk. Laqad ibtaghaw al-fitnata min qabl ay talabu laka sharra. Anaambiwa Bwana Mtume, wanafiki wanakutakia shari wewe, au wamekutakia shari wewe. Tayyib, bitashtiti shamlika wa tafriqi suhubika anka min qabli ghazwati Tabuk. Walitaka wakufarikishe wewe na masahaba zako, walitaka neno lako lisipate nguvu, lichawanyike na kuharibika. Waliyataka hayo kabla hata vita vya Tabuk, kama faala ibn Saluli, kama alivyofanya rais wa wanafiki Abdullah ibn Salul, hina nsarafa bi ashabihi yauma Uhudi, pale alipoondoka na kundi lake la wanafiki siku ya vita vya Uhudi, wakati watu washaelekea sasa, wanakaribia kufika. Abdullahi anawaambia, jamani, aliyekuwa anataka mkewe na mwanawe kuishi naye na kumlea, mimi ninarudi, aniunge mkono. Na hawa watu walikuwa zaidi ya watu 400 au hawapungui 400. Kwa wakati huo jeshi linaondokewa kwa wakati mmoja na wapiganaji 400. Bila shaka neno hili lilikuwa limeleta mpasuko mkubwa. Lau si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusimama na waumini wake wakiongozwa na mtume wao, hata vile vita vya Uhudi Waislamu wasingelikwenda kupigana, wangelirudi njiani. Lakini Mwenyezi Mungu aliwapeleka, na kwa hakika waumini walikuwa tayari wameshapata ushindi, wakawa wanakota ngawira. Ndipo wale askari 50 waliokuwa pale katika Jabali Uhudi wakaona kule chini sasa vita imekwisha, kule kuna kukusanya ngawira, siye tutakuwa hatupati. Wameyasahau maneno ya Bwana Mtume, hapa msiondoke, tukishinda tukishindwa. Allahu akbar. Mali fitna, wakatoka baina ya watu 50 wakabaki watu 12 tu pale. Wakati huo Khalid ibn al-Walid na mwenzake Ikrima ibn Abi Jahali
bado wangali katika ukafiri, wakarudi wakawaua wale watu 12. Alafu likaja jeshi la makafiri likawazunguka Waislamu, ndipo walipouliwa Waislamu katika tukio lile sasa kwa hali ya juu kabisa. Kwa sababu gani? Walikwenda kinyume na agizo la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu anatuambia, laqad betaghaul fitnata min qabl, hawa makafiri, hawa wanafiki wanawatakieni fitna, sio tu katika vita hivi vya Tabuk, hata kabla ya hapo wametaka mambo hayo. Waqallabu lakal umura, kuna mambo mengi wamekugeuzia geuzia. Kwa maana gani? Dabbaru lakal makaida, wamefanya vitimbi vingi, wamefanya mikakati mingi. Walhiyala, wamefanya hila nyingi. Wa adaru al-araa fi ibtali dinika, walizungusha mawazo wao na wenze wao katika kufanikisha lengo lao la kuifanya dini ya Kiislamu isiwe na watu. Usione dini ya Kiislamu leo imefika kwetu, imepita katika mazingira magumu sana. Lau si Mwenyezi Mungu mwenyewe kuilinda na kuwalinda Waislamu, leo sisi tusingelikuwa Waislamu. Tuna kila sababu, wakitajwa maswahaba wa Mtume, wakitajwa matabi'i, wakitajwa tabi'i tabi'ina, wakitajwa wana wazuoni, kuwaombea dua sana, kwa sababu wamefanya kazi kubwa mpaka leo sisi tukajiona au tukajijua kuwa ni Waislamu. Watu wamepita katika misukosuko mikubwa. Waqallabu lakal umura, wamefanya vitimbi vingi kwa ajili ya kuidhoofisha dini yako. Hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusura ya Mwenyezi Mungu. Hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusura ya Mwenyezi Mungu. Wa dhahara amrullahi, na ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndio kidogo ikapatikana nafuu. Ay hata jaa nasrullah, mpaka ilipokuja nusura ya Mwenyezi Mungu. Wa dhahara dinuhu, ikashinda dini yake. Wa ala sairil adyani, ikawa juu dini ya Allah kuzishinda dini nyingine. Lakini huko nyuma dini imepita katika misukosuko mikubwa, na mpaka inashuka suratun Nasri, anaambiwa Bwana Mtume, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika, inavyokadiriwa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu idha jaa nasrullahi. Ukiona fathu Makka imepatikana, ukawaona watu wanaingia makundi kwa makundi katika Uislamu, elewa sasa kazi yako umekamilisha, na uelewe wakati wa wewe kubaki duniani umemalizika. Jiandae sasa na safari ya akhera. Ile sura iliteremka kumfahamisha Bwana Mtume, akiona fathu Maka, akiona makundi kwa makundi yanakuja katika Uislamu, alitakiwa afahamu kwamba safari ya kuelekea kwa Mola wake imeshafika, na kwa maana hiyo ajitahidi sasa kuchukua zawadi. Ndiyo fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Alipoona hilo limetokea Bwana Mtume, ikawa katika sijida sasa
badala ya kusema subhana rabbiyal a'la akawa anasema subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaika. Maneno haya ndiyo akawa anayasema katika sijida. Kwa sababu gani? Tayari yale maandalizi ya safari ya akhira ameshayaona, na maandalizi yenyewe kuiona Fathu Makkah, maandalizi yenyewe kuyaona makundi kwa makundi yanaingia katika Uislamu. Alhamdulillahi, Mtume sallama alipewa alama hiyo. Ama sisi hatukupewa alama ya kusema ukiona jambo fulani elewa sasa unakaribia kufa, bali wanawazuoni wanasema maneno haya, kafaka bil mashibi nadhiru, mvi zitoshe kukufahamisha kwamba wewe si mkazi tena wa duniani. Ukiona mvi zimetoka katika kichwa chako, katika ndevu zako, elewa kwamba basi hakuna aliyevuka mvi nyeupe akaota mvi nyekundu. Kimuona mtu kashapata mvi nyeupe, elewa huyo hana siku nyingi. Kwa maana hiyo, ukisha kuwa na mvi nyeupe, huo ni ujumbe wa Mwenyezi Mungu, anakupa taarifa, baba jiandae. Umefahamu Jiandae, safari ishafika. Ndio hizi kafaka bil mashibi nadhir, atoshe mvi kuwa mkhofishaji kwako, safari imeshafika. Tai anasema Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, waqallabu lakal umura, wamebadilisha wakapanga mipango mingi dhidi yako Muhammadi, hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusra, wa dhahara amrullahi, na ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wahum, ili hali makafiri na wanafiki, karihun, wanachukia. Kwa nini Uislamu umesimama? Kwa nini Waislamu bado wapo? Kwa nini Qur'ani bado inasomwa? Wao makafiri na wanafiki wanalichukia hili, kama alivyotuambia, yuriduna liyutfi'u nura Allahi. Makafiri wanafiki wanalo lengo lao kuiona dini ya Mwenyezi Mungu inasinyaa na kupotea. Na wallahi, ukiangalia kwa jicho la i'tibar, unaweza ukakuta kama wanafanikiwa, kwa sababu leo ilmu yetu, dini yetu sisi inasimama kwa ilmu. Dini yetu sisi inasimama kwa ilmu. Ukiangalia kiuhalisia, ilmu sasa ya dini haisomeshwi, kwa sababu ilmu ya dini ianzie kusomeshwa toka kwa watoto wadogo. Leo mtoto wa darasa la 4 anaambiwa akakae kambi miezi mitatu. Kwa nini? Ana mtihani wa darasa la 4. Akiondoka mtihani wa darasa la 4, akifika darasa la 6 au la 7, akakae kambi karibu mwaka mzima, ana mtihani wa darasa la 7. Hivyo hivyo form 2, ana mtihani wa form 2 mwaka mzima. Kwa hakika mwanafunzi huyu ashazoea kukaa nje ya madrasa, hawezi tena kuja kuendelea na madrasa baada ya form 4. Hawezi kuendelea. Wakati mwingine ilikuwa kheri ilipokuwa hizi shule kule bara kwetu mwisho darasa la 7. Kheri yake nini? Kheri yake ilikuwa mtu anamaliza darasa la 7 bado mdogo. Kwa hivyo wengi waliosoma masomo ya dini walisoma baada ya kumaliza shule ya msingi. Lakini sasa hivi akili uwe nazo,
akili huwe huna mpaka form 4. Ukimaliza form 4 mtoto wa Kiswahili una miaka 20. Mtoto gani wa Kiswahili miaka 20 anayeweza kwenda kukaa chuoni kusoma alhamdu? Humpati. Kwa hivyo dini yetu inachukuliwa bila ya sisi wenyewe kuelewa, na maskini hakuna anayeliona hilo tukachukua maandalizi, hakuna. Utasikia skuli ile wanasomesha kabisa na masomo ya dini. Huyu mtoto anayefika form 4 alafu nenda kamuulize Qur'ani una sura gani, atakwambia niko katika suratul Mulk. Yuko sura gani? Suratul Mulk. Kaenda katika shule hii ya bweni, anakaa huko toka darasa la 5 mpaka form 4 ana suratul Mulk. Tulikuwa na mwanafunzi mmoja pale kwa mwalimu waziri. Kwa mwalimu waziri hapana, kule Jang'ombe kwa marhum Sheikh Ali Khatibu Mranzi, Mungu awarehemu wote. Pale chuoni kaondoka pocho. Alipokwenda chuo eti yeye ndo kapewa uongozi, mwalimu wa dini kwa wanafunzi wenzake. Mimi namuuliza wewe unasomesha nini? Maana hapa chuoni penye umetoroka. Mwalimu wewe, mimi ndo naonekana shehe huko. Taib anasema hata jaa alhaqu, mpaka ilipokuja nusura ya Allah, wa dhahara amrullahi, ikashinda dini ya Mwenyezi Mungu, wa hum, ili hali makafiri na wanafiki, karihun, wanachukia, hawafurahi kuona Waislamu wanapata mafanikio katika dini yao. Karihuna ay wal halu annahum karihuna lidhalika linifaqihim, kwa sababu ya unafiki wao. Wa minhum, miongoni mwa wanafiki, man yaqul, yupo aliyekwenda kwa Bwana Mtume akasema, idhan li, nimekuja kukuomba ruhusa mimi nisiende katika vita vya Tabuk kwenda kupambana na Banil Asfari, niruhusu, wala taftini, na kuomba usinifitini. Anasema Mtume asimfitini kwa kumlazimisha kwenda huko vitani. Aywa min haula ilmunafiqina man yaqulu laka, yupo aliyekuja kusema ya Muhammad idhan li fil qu'udi, niruhusu nibakie nyumbani, wala taftini, usinifitinishe mimi, bisababil amri bil khuruji, usiniamrishe na mimi nitoke. Qala ibn Abbas, Ibn Abbas anasema nazalati, hii aya iliteremka fil Jadd ibn Qais, kuna mtu anaitwa jina hilo. Hina daahu rasul, Mtume alimuita bwana huyu ila jiladi bani al-Asfar, na yeye aemo kwenda kupambana na Banil Asfari huko Tabuk. Faqala ya Rasulallah idhan li fil qu'udi, niache niruhusu mimi nibakie anil jihadi, wala tuftinni bin nisai, usije ukanifitinisha mie kwa wanawake. Hawa Banil Asfari hawa ndio Warumu, wazungu hawa, mimi nikiwaona hawa sijiwezi. Anasema bwana mkubwa, kwa hivyo usinifitini, niache mimi nisiende huko. Hao wote ni wanafiki. Ndio Mwenyezi Mungu akasema, ala zindukeni Waislamu, fil fitnati, watu kama hawa katika hiyo fitina wanayoiogopa, sakatu, ndio wameanguka umo. Haiwezekani umuache bwana Mtume usifitinike.
Haiwezekani uiache dini ya Mungu kuipigania usifitinike. Ala fil fitnati saqatu, ay ala innahum qad saqatu fi aini alfitnati, ndio wameanguka katika chemchem na aini ya hiyo fitna yenyewe. Fima aradu alfirara minhu, katika lile walilokuwa wenyewe wanataka kuikimbia hiyo fitna, bali ndio wameanguka ndani ya fitna. Bal fima huwa a'zam, bali wao wameingia katika jambo lililokubwa zaidi. Wa hiya fitnatu takhallufi anil jihadi, ni ile fitna ya kubaki nyuma, kuacha kwenda kwenye jihadi. Wa dhuhuri kufurihim wa nifaqihim, na kule kutokwenda katika jihadi ikawa ndio wamedhihirika kwamba hawa ni wanafiki, hawa ni makafiri. Qala Abu Suudi wa fi ta'abiri anil iftitani bisuquti, taabiri ya ile iftitani kwamba hawa wameanguka fil fitnati, tanzilu laha manzilata almahawali mahawati, imewekwa katika daraja ya nini? Ya mahala pa maporomoko, almahalika au mahalaka ya maangamizi. Tayib, wa inna jahannama, Allah anasema hakika ya moto wa jahannam, wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, jahannam tayari imeshawazunguka makafiri, hawana mahala pa kuikwepa jahannam. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin, ay la mafarra lahum minha, hawawezi kuikimbia jahannam. Liannaha muhitatun bihim, kwa sababu jahannamu imeshawazongea. Min kulli janibin, kila upande. Ihatata siwari bil mi'sam, kama unavyoona ile inayovaliwa mkononi inaitwa bangili, ndio bangili inayouzunguka huu mfundo wa mkono huu inavyozunguka. Wafihi waidun shadidun, na hapa pana makamio makubwa kabisa. Allah tabaraka wa taala anasema in tusibuka hasanatun, hawa wanafiki siku zote wewe Muhammad pamoja na Waislamu mukijapata jambo lolote jema, mukipata mafanikio yoyote, in tusibuka hasanatun, ikiwa utafikwa na zuri lolote, kama vitani mukapata ushindi, kama nyumbani mukapata mafanikio, kheri yoyote ile Waislamu itakayowafika, tasuuhum, wao inawaudhi kheri yoyote. Na ndio unaweza ukamuona mama katika kiongozi anayepita katika msukosuko mkubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu mama ni Muislamu, angalau mavazi anayovaa yanamtambulisha kuwa yeye ni Muislamu, yanamfahamisha kuwa ni mtu wa heshima, yanamfahamisha kuwa ni mtu anayoitambua na kuithamini dini yake. Basi lile neno watu wanaona kama mama pale kenda kama tablighi, ushafahamu wanamuona kama tablighi vile, kaja kutangaza dini hapa. Maneno mengi yanayosemwa sasa hivi ni kwa sababu pale amekwenda mtu aliyovaa mavazi wao hayawapendi. Tasuuhum, kwa nini awe Muislamu? Alafu kwa nini awe Muislamu anayevaa mavazi haya? Ni hilo tu, hakuna jingine, lakini wote walikuwa pamoja. Lakini hili tu, hili la dini hili, Allahu akbaru, tasuuhum, wanakerwa. Kwa nini awe Muislamu? Tayib,
Kuna watu bwana wana moyo wa huruma na upendo. Kwani kuambia basi jamani haya si basi? Tunakwenda pamoja In tusibka hasanatun, ikiwa nyinyi Waislamu. Khitabu alikuwa anazungumzwa bwana mtume, anazungumzwa bwana mtume kwa niaba ya Waislamu. Kwa hivyo bwana mtume akipata kheri, makafiri wanachukia. Waislamu wakipata kheri, makafiri hawapendi. In tusibka hasanatun tasuuhum, ai in tusibka fi ba'dhi alghazawati hasana, ikiwa mtapata ushindi, sawaun kanat dhafra au ghanima, ushindi au kupata ghanima, yasuuhum dhalika, makafiri hilo